Swadata, ujambo mpenzi msikizaji wa Radio ya Kijamii Kivu, umetimia muda mzuri wa kuweza kupata uchambuzi wa habari. Uchambuzi huu wa habari unakuwa ukigubikwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari kutoka sehemu mbalimbali, habari za michezo, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Mchambuzi wako wa siku Isaac Mulucha Ashibe, upande wa pili Jean Makelele Kalajadena anashikilia vimadawati na mitambo. Msikizaji, kwa utulivu na kualika kuambatana nami mwanzo hadi tamati, nasema karibu. Na sasa ni wakati mzuri wa kufuata ukurasa wetu wa habari muhimu. Namuona Safari Alimasi Dilwe. Huwa ni gani Safari Alimasi? Niko mwili wa afya kabisa Isaac, lada upande wako. Na mimi niko fresh kabisa kwa siku ya leo. Na waandalia nini wasikilizaji wetu? Kuna habari nyingi la tulizozipa kipaumbele kwa siku ya leo ni pamoja na katika mji wa Baraka ambako kuimarisha uhusiano kati ya jeshi la taifa FARDC na raia na kuchukua pendekezo za raia ni moja ya malengo ya kikao kilichoitishwa na jimbo la kijeshi la 33 kwa viongozi wa makata na malida wa kijamii, kikao ambacho kilifanyika Alhamisi ya tarehe 18 Disemba 2025. Na huko katika mji wa Uvira izake ni kwamba asilimia kubwa zaidi ya askari wa AFC M23 wanasadikika kuondoka kabisa katika mji jirani wa Uvira. Hivyo ni katika ule mpango wa kuheshimu mkataba wa makubaliano yaliyosainiwa mjini Washington. Tumalizie na habari hizi za kitaifa ambako Wizara ya Afya ya Umma, Usafi na Ustawi wa Jamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani na kwa msaada wa ubalozi wa Uingereza nchini Kongo imezindua awamu ya pili ya mradi wa msaada kwa kujibu dharura za kiafya nchini DRC. Nitakuwa hapa katika kuendeleza habari hizi za kitaifa. Isaac Mulucha Ashibe na weka nukta kwenye habari muhimu. Shukrani sana Safari Almasidili ya msikilizaji. Na sasa tujikite katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba hali ya utulivu yaonekana kurejea mdogo katika mji wa Baraka. Hivyo ni baada ya wiki nzima ya heka na wasiwasi miongoni mwa raia iliyotokana na habari za kuanguka kwa mji wa jirani wa Uvira mkononi mwa waasi wa AFC M23. Baadhi ya raia wamehojiana na Radio Kivu na kuhakikisha utulivu huu, huku wakiomba viongozi wa meya ya Baraka kulinda kwa hali na mali usalama wa raia wake. Tuwasikilize. Mji wa Baraka kwa sasa tulikuwa tunaishi vibaya, lakini afadhali kwa siku ya leo ambapo tunasema na wewe hapa hivi ndugu mtangazaji. Afadhali hii ndugu mtangazaji ni kama wiki ambapo iliyopita hapa ndugu mtangazaji tulikuwa vibaya sana, na mji wetu ulikuwa ukilia masasi mingi sana na ilisababisha mpaka watu wengi watoke kwa ile masasi ambapo ilikuwa nalia. Lakini kwa sasa hivi ndugu mtangazaji tunaona kama ni afadhali kidogo, yani mirundiko ndugu mtangazaji imepunguka kidogo, lakini tutasii wakuu wa kijeshi na wa kiraia waikae chini juu viishe kabisa. Baba wanafanya panike sana hapa. Baba basoda wanatualia sana hapa. Tunakosa comportement, kama tukimbie, kama tukale wapi, na masasi nalia sana. Mungu atone huruma, atusaidie. Hapana, bajikaze tu bagomboe inchi ikuwe yetu tena, wapigane tu wasikimbie. Hali ya mji wa Baraka inabadilika na milio ya masasi ya usiku inastura watu sana maro. Ni kungalilia raia ile paske ukimbizi ya watu kukimbia Baraka. Premier point ni ile masasi inatuma watu mingi wakimbie. Viongozi naweza angalilia raia ile kurke deja hali ya vile iendelee kuwa mzuri. Ndio wakati hali ilionekana kuwa dhaifu sana tena sana. Vraiment batu balikimbia bakwenda maburundi, bakwenda maubware, bakwenda wapi mwingine kabakia upweke boga sana tena sana. Kwa sasa naona afadhali kidogo juu kuko imama activite ishazafanyika bakutereka mu vitu mapikipiki kutembea barabarani. Naona hadi kabisa inakuwa afadhali. Wale wako maubwari wako wapi masevele warudie tuikale, mwingine shakuwa mzuri, buma activite ushazafanyika warudie, hakuna kitu, tuko tu sawa.
hali kiendelea hivi, maaktivite vraiment itakuwa tu ya mingi sana. Vitu wote batafungula na ba madepo kwa basha sude milango batafungula, maaktivite itakuwa sawa. Baraka kabisa, tushakuwa sawa, tushaza tembea, hakuna tena mawasiwasi. Tunasa tuminga makazi yetu kama zamani. Hizi siku mbili masasi haiko nasikika sa vile ile siku tulikuwa mawasiwasi, tulikuwa tunakesha tu ni masasi konali, lakini siku mbili kuko tulivu kabisa. Asante. Hali ya sasa nchini Baraka hali kobie kabisa, batu ile kukimbia kusikia mahabari tu ya wengine maojo kubatumia na bandugu yao. Watu waliokimbia ilifo tu bajikaze tena barudie juu tushakuwa na amani. President Aisha Melanse aseme watu barudie, hakuna tena kingine kitu kitasumbua hapo. Ni kweli hali ya sasa mambo hayendeki kabisa, ikamatiki parapona vile vitu vilikuwa mwanzo. Kwa maana kwa mwanzo kasa kulikuwa activite kila kitu kyote kilikuwa pitikana sans problème à l'aise seulement. Mais nafika wakati ya migogoro ya vita pale kwenye tunasikia Uvira na kamatika. Donc huko kote shiko tuko kutoka na paniki mpaka watu wengine wakakimbia wakacha mwingine, wengine wakafunga makazi wakaondoka vile na vile. Mwingine na Kenya upoeke inabakia mpaka vile parapona vile ilikuwa mwanzo. Kwa viongozi wa serikali tungeomba tu kiloko, kwa maana hakuna serikali bila raia na hakuna raia bila serikali. Yaani tuko hapa hivi tunaomba kwa serikali kutusaidia kwa usalama katika mji wa Baraka. Naam, tukiwa tu katika mji wa Baraka, shirika la raia mjini Baraka limetaja kusikitishwa na udanganyifu unaofanywa na uongozi wa jimbo hili kwa raia wake, kwa vile wanasaini kwenye vibarua vyao wakionyesha makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini yanapatikana hapa mjini Baraka. Yapata sasa vibarua vitatu ambavyo vimeandikwa na uongozi wa jimbo la Kivu Kusini na vimesainiwa kwa kuonesha barua hizo zimeandikwa hapa mjini Baraka kama makao makuu kwa muda ya jimbo hili. Kwa swala hilo, Albert Tunda Maisha, kiongozi wa shirika la raia mjini Baraka, ameomba kwa jimbo kuonesha raia wapi ofisi yao inapatikana hapa mjini Baraka. Ndugu mtangazaji, sisi tunahuzunika sana kama vile shirika la raia. Tumewahi kusoma vibarua vya jimbo ya tariki 10, ya tariki 16 na tariki 18 ya leo. Wanasema kwamba imefanyika pa Baraka ambapo jimbo imehamia. Na sisi kama vile mashirika ya kiraia tumeomba kwa Guverneur Jean-Jacques Purusi watuambie biro ya province pa Baraka inapatikana wapi na nani wa province anapatikana pa Baraka. Ya tariki 10 wanasema Baraka Fizi. Baraka Fizi atuyue kama ni entite gani, yaani biro iko pale kukilalo ya Mtambala, kwa sababu ndio katikati ya vila Baraka na territoire ya Fizi. Atuyue kama bakiandika Baraka tire Fizi, ça veut dire biro iko pale kukilalo ya Mtambala, na zingine wanasema fea Baraka. Ile sisi tumeona kwamba ni kupenda kudanganya opinion local, provincial, national, même international. Na tunawaomba dans 48 heures tuone hiyo biro ya province hapa. Na bila vile wao kwamba Baraka iko considere, na ndio kwa sababu $30,000 imekuliwa, na ndio kwa sababu malampadera hazionekani, na ndio kwa sababu projet zote za province aziko Baraka na aziko Fizi. Na sisi kama vile mashirika raia tutayua namna gani ya kufanya. Kwa hiyo sisi tunaomba, tunapenda kuhitaji kujua kwenye kuko naandikiwa hizi communique mu vile ya Baraka. Fe ya Baraka ndio tuko nayo besoin kujua, kwa sababu tuko na besoin ya kuona autorité provinciale pa Baraka iko mu quartier gani. Ile ndio ambayo sisi tulipenda kudenoncer comportement ya kupenda kudanganya raia na kupenda kudanganya opinion zote. Upande mwingine, Albert Tunda Maisha amesema hali inayofanywa na uongozi wa jimbo inashusha hadhi ya raia wa mji wa Baraka. Sisi tunajua kwamba wako Burundi na wengine wako Kinshasa. Na yule ambaye yuko naandika hivi kwamba fea Baraka le porte parole, watuambie iko wapi pa Baraka. Baraka ilionekana njoo hawezi kuwa na province hapa, ene iko physique, ifale province ya vikartasi ya kudanganya watu. Kwa nini Bukavu ilikuwa na walikuwa? Kwa nini Uvira walikuwa? Kwa nini hapa wabakilie tu kuandika kuvikartasi na wasionekane? Tunahitaji waonekane dans 48 heures. Na tuye biro iko wapi? Hizi Baraka, fea Baraka wako na viandikia mubiro gani ambayo sisi kama vile mashirika raia twende kuona autorite provinciale mujiji la Baraka. Uwepo wao katika maeneo haya itakuwa na faida gani kwa jamii? Ni kesho ya kutiana moyo. Fikiria kama vile sisi viongozi wa mashirika ya kiraia, meya wa jiji,
wa ANR na wengine kama tayari wangekimbia mapema, mungekuwa watu mu. Lakini fikiria kama viongozi wa jimbo wangekuwa hapa, ingeendelea kukaza. Leo watu ambao wako karibu kabisa na honorable Monsieur Escale, watu wako naona tunaona tungali na honorable hapa. Fikiria kama kungekuwa viongozi wa jimbo, ingekuwa inakaza moyo. Yani wanatuabandone, wanaanza kutudanganya kuvikartasi andiza wako Baraka. Sisi kwetu ile ni kupenda kuimilie raia ya jiji la Baraka na teritwari ya Fizi, ambayo sisi hatuwezi fungia macho na tutaendelea kuifuatilia wakati hali itakuwa afadhali kidogo. Sheria inatupatia mambo mengi ya kufanya kama viongozi wanaenda tofauti na matakwa ya raia. Ile tunajua nini ambayo tutafanya, ya lazima tunategemea kwamba hali iendelee kuwa vizuri na tutajua na raia watajua kile cha kufanya, kwa sababu haiwezekani kudanganya watu na kuabandone watu. Fikiria kama viongozi wengine hapo wa jimbo, watu wasingeenda nahangaika mahali mbalimbali. Fikiria Baraka, watu wanatoka hapa wanaenda Ubwari, wanaenda Kalemi, wanaenda Kazimia, Rumonge. Ile ni mambo ambayo inahuzunisha sana. Msikilizaji, tukukumbushe tu kwamba jitihada zetu za kuwapata viongozi wa jimbo la Kivu Kusini kuhusu shutuma za mashirika ya raia mjini Baraka hazikufua dafu. Kuimarisha uhusiano kati ya jeshi la taifa FARDC na raia na kuchukua pendekezo za raia ni moja ya malengo ya kikao kilichoitishwa na jimbo la kijeshi la 33 kwa viongozi wa makata na malida wa kijamii. Kikao ambacho kilifanyika Alhamisi hii ya tarehe 18 Desemba 2025 ndani ya chumba cha vijana mjini Baraka. Akizungumza na redio yako, Kanali Kerasi Mange Theophile, director wa kitengo cha elimu ya nchi, uzalendo na masuala ya kijamii katika jimbo la kijeshi la 33, ameanza hapa kuonyesha malengo ya kikao hicho. Tumekuwa hapa Baraka katika kazi ya kijeshi ya kupambana na adui ambaye ni mvamizi wa nchi yetu. Tumetarajia tuongee na community na notabilite ya Baraka au ya Fizi kwa ujumla. Lengo la mkutano ilikuwa ni kusudi tufanye kazi ya usalama pamoja na wakuu wa vijiji, kwa sababu jeshi hawezi kufanya kazi pasipo usaidizi wa raia. Ndio maana tuliita wakuu wote wa autorite de base, meya wa muji na hata wa chef de village wa pembezoni ya muji wa Baraka, yani wa chef de village wa territoire ya Fizi. Hapa tulipendelea tuongee nao kwa sababu imesemeka ya kwamba kazi ya usalama sio ya mwanajeshi tu au askari polisi au ANR, lakini ni kazi ya sisi wote, sisi ambao ni wanajeshi na hata raia vile vile. Ndio maana ilitulomba tuongee na tuangalie namna gani tutalinda nchi yetu, zaidi hii eneo ambako tunakopatikana Mwaisa. Raia watarajie kulindwa kwao na wajue ya kwamba hawana jeshi mbili, wana jeshi limoja tu, yani FARDC, na FARDC inaendelea kupambana na mvamizi ambao wanatafuta kutunyang'anya parti ya nchi yetu. Ya pili, wajue ya kwamba wataishi chini ya uongozi yao ya ulinzi ya askari wao, yani askari wa FARDC, hata na polisi, hata na majeshi ingine ambayo ni ya wazalendo wanaopatikana katika kijiji. Kamanda wa kanda 33 ya kijeshi alikwisha kukemea hiyo, na hivi usiku wa leo wale ambao walijikomporte vibaya tunaenda kuwakemea tena. Inamaanisha ya kwamba patrouille zitaendelea, ikuwe mchana ikuwe usiku, patrouille zitaendelea. Na hivi tumekwisha kupana namba ya kamanda ambao ni wa polisi militaire, kusudi mahali pote kutakapokuwa tena deraillement ya wanajeshi wale ambao hawati reglement militaire wamuite na kisha aenda funge, na kama itakuwa ni kwenda kumutia mahali pabaya atiwe mahali pabaya, maana yeye hana nafasi katika societe. Upande mwingine, kamanda huyu ameomba kwa wale wote waliokimbia kurejelea makao yao, pia akiwataka wale wote wenye kuuza pombe zenye ulevu wa kupindikia kuacha mara moja. Nasema hivi, kusikue mtu wa kukimbia, sababu kula ambako watakimbilia kuna magonjwa ya kipindupindu, kwa sababu watu wanajikosantre, wanakosa chakula, wanakosa maji safi. Kwa sababu ya hiyo wabaki hapa, kwa sababu assurance iko ya securite ya hii mji ya Baraka. Kamanda wa kanda ya 33 ya kijeshi alikwisha kutia en place ba patrouiller ambao ni waelema ya PM ya polisi militaire. Tumesema ya kwamba wanasaidiana pia na askari polisi, na tumesema ya kwamba wale wenzetu wazalendo nao
ambao wanasaidia kwa kulinda usalama, nao vile vile watashirikishwa. Tukisha kuwaorozesha kusudi tusiingiliwe na maadui kusema labda huyu ni mzalendo kumbe ni adui. Ni kusema wapate kuwa na ile assurance ya kwamba hakuna tena deraillement yenye itakuwa, kwa sababu kamanda wa kwetu wa kanda 33 ya kijeshi amekwisha kutia en place bali wa patrouille kusudi wafanye kazi. Wauzishaji wa pombe tumekamata hatua ya kusema wafunge manyumba zao ambazo za kuuzishia mapombe kalikali, yani yenyewe inaitwa kwa lugha ya Kimombo le boissons fortement alcoolisées. Wafunge, kwa maana hiyo ndio inaharibu vichwa vya waaskari, na kama wataenda kufanya vibaya wanafanya vibaya. Ndipo ndani ya kikao hiki tumeweza kukamata mpango ya kusema sharti manyumba kama na ile ya kuuzisha mapombe za kufanana na hizo ifungwe kwanza, na bangi vile vile. Donc ni kusema sio pombe tu, lakini kila chochote kinachoitwa droge. Tukipanua kidogo katika tarafa la Fizi, msikilizaji, huko Lubonja, mkuu wa sekta ya Nganja Bwana Akili Bernard amewataka raia wa eneo lake kuwa watulivu na kutokuwa na wasiwasi, kwani vikosi vya M23 havitafika ndani ya sekta hiyo, huku amekanusha pia taarifa za yeye kutokuwepo ndani ya eneo lake. Kwenye mazungumzo nasi, kiongozi huyo wa sekta ya Nganja amesema ni vema raia wa sekta hiyo kuendelea kufanya kazi zao kama kawaida. Napenda kuambia raia yangu kila mmoja aweze kutumika kazi zake bila tatizo yoyote ile. Yule adui hatofika katika maeneo yetu ya Nganja. Na hivyo basi, sababu siku hizi nilikuwa kwenye maeneo tofauti, na hivyo niliweza kuhamasisha na kuweza kuongea na raia na kuambia kwamba hali ya sitofahamu isiweze kutupeleka sisi tuweze kuhangaisha watoto. Kwa hiyo kila mmoja aweze kubaki nyumbani kwake na aweze kufanya kazi bila tatizo yoyote. Wale warugaruga wanaendelea kushughulikiwa. Rais Felix Tshisekedi Chilombo Antoine, rais wetu, halali nyumbani na anaendelea kupiga milango. Siku hizi hapa tuliweza kuona namna gani mkataba uliweza kusainiwa, na huo mkataba matunda yake yanaendelea kuonekana. Kwa hiyo tuweze kubaki sote nyuma ya Rais Felix Tshisekedi Chilombo Antoine pamoja na watoto wetu FRDC, wazalendo, inchi jirani ambazo zinaendelea kutusaidia ili hao waweze kurejea makwao. Sisi ni watu ambao tunapatikana ndani ya serikali. Ina maana tunajua nini ambacho kinaongelewa ndani na nini ambacho kinaongelewa nje. Rais Felix pamoja na viongozi wengine wanaendelea kubaki pamoja ili kuangalia namna gani suluhu na amani ya kudumu iweze kuonekana. Rais mwenyewe aliweza kutuambia kwamba ataweza kupigania amani na atahakikisha kwamba amani ya kudumu kote mashariki inakwenda kuonekana. Na hilo tunaenda kuambia raia wasiweze kuogopa na kuuisha watu bure kwenye manjia na kadhalika. Tubaki kwenye maeneo zetu na tutumike kazi kwa maisha yetu ya baadaye. Hata hivyo, Akili Bernard Cosmos, namba 1 wa sekta ya Nganja, amehakikishia raia wa eneo lake na sehemu zingine kuwa licha ya misukosuko ya vita bado yeye yupo maeneo ya hapo Lubonja. Na ni wao ndo walikuwa wakijiandaa ili kuja kugomboa sisi viongozi ambao tunatiliwa na serikali ya Felix Tshisekedi Chilombo Antoine. Kwa hiyo waweze kuzagaisha habari za uongo ili kwamba raia iweze kuwa na mawazo mengine mabaya kwa sisi viongozi. Huyo ambaye alipeleka hizo habari ndo wale ambao ni wachochezi, ndo wale wa M23. Bwana journalist, mimi nashangaa na hiyo habari. Sababu mimi kwa kuweza kuwaonesha raia yangu kama uzalendo umo ndani mwetu, na wakati wa vita naendelea kufanya miradi, ningilikuwa eti kwamba akilini mwangu muna swala ya kuweza kukimbia. Bwana journalist, na kuhakikishia kwamba projet ambayo ninayo kwa sasa ya maji Nyange singeliweza kutosha kitita cha pesa na kuweza kutumika hizo kazi. Lakini nimesema kwamba sisi hapa ndo kwetu, hatuna eneo lingine, hatutaweza kupana udongo wetu ambao tuliachiwa na mababu. Kwa hiyo wao wale warugaruga na watu wao, ikiwa kama wao mawazo yao ni kusema kwamba wauzishe udongo, wanajidanganya. Hakuna mtu ambaye atakamata hata punje ya udongo wa mababu au peleke Rwanda. Na ndio hivyo napenda kuambia raia yangu ya Nganja, mimi nipo imara na nitaendelea kuwa imara na kujibia mahitaji yenu. Nipo Lubonja na kwa sasa nilikuwa Nyange nikienda kukagua namna gani mradi wa maji unaendelea kufanyika.
Msikilizaji, kipenga kimelia namna hiyo kikiasirisha kuwa tunaingia katika ukurasa wa habari za michezo. Nampisha Omari Makelele Ozil, karibu sana. Naam, barabara kabisa msikilizaji wa Radio Kivu namba 14 mgongoni na pepea barabara yake mchezaji Victor Gyokeres katika habari za michezo leo. Tuanzie na habari za michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maarufu Linafoot, ambayo iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya 4 ya wiki tunayo, ambako vijana wa CS Don Bosco waliweza kuwatandika timu ya Group Bazano bao 1-0 na vijana wa CS Manika wakaweza kutoka sare ya kutofungana zidi ya vijana wa FC Chikase. Timu ya Sanga Balendi waliweza kuwatandika bao 1-0 vijana wa S Malole, na klabu ya ES Chinkuku walitoka sare kwa bao 1-1 na klabu ya Tupuisa Mazembe Anglebert. Hizo ndizo mechi ambazo ziliweza kupigwa katika michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwingineko ni kwamba shirikisho la soka nchini Nigeria limewasilisha malalamiko yake rasmi kwa shirikisho la soka duniani FIFA kuhusu raia halali wa baadhi ya wachezaji wa timu taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwemo Aaron Van Bissaka baada ya kupoteza mechi ya mchujo ya kombe la dunia. Nigeria inadai kuwa mchezaji huyo Aaron Van Bissaka anashikilia pasipoti ya nchi ya Uingereza, ambapo DRC inakataza uraia wa pande mbili. Nigeria wanatarajia kupata nafasi katika michuano ya mchujo ili kufuzu hatua ya kombe la dunia. Hata hivyo, shirikisho la soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA imetupilia mbali madai ya Nigeria na kusema kuwa wachezaji wote ambao wanaichezea timu ya taifa ya DRC wanaeneza vitambulisho halali vya kuichezea timu hiyo kama wakongomani halisi. FIFA upande wake wanadai kutupilia madai hayo ya shirikisho la soka nchini Nigeria. Vile shirikisho la soka nchini Gabon limethibitisha kuwa mshambuliaji wao Pierre-Emerick Aubameyang mwenye umri wa miaka 36 atakosa mechi yao ya kwanza ya AFCON 2025 dhidi ya Cameroon. Mechi imeweza kupigwa tarehe 24 Desemba kutokana na majeraha yanayomkabili. Pierre-Emerick Aubameyang anaweza kupatikana kwenye mechi ya pili ya Desemba 28 dhidi ya timu ya taifa ya Mozambique. Kule katika bara la Ulaya ni kwamba Gianluigi Donnarumma, kocha wa klabu ya Manchester City, ametangazwa rasmi kuwa golikipa bora wa mwaka 2025 katika bara la Ulaya. Mafanikio makubwa aliyoyapata akiwa na klabu ya Paris Saint-Germain ndio imepelekea kutawazwa kuwa golikipa bora wa mwaka 2025. Na mwishowe ni kwamba kocha wa klabu ya Chelsea Blues Enzo Maresca anatajwa kuwa mbioni kujiunga na klabu ya Manchester City kuchukua nafasi ya Pep Guardiola iwapo ataondoka msimu ujao wa joto katika klabu ya Manchester City. Katika orodha ya Manchester City, Enzo Maresca ni kipaumbele chao kwa kuwa ni kocha ambaye alipata nafasi ya kuifundisha timu ya Manchester City akiwa msaidizi wa Pep Guardiola msimu 2022-2023. Weka nukta katika habari za michezo. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu. Unatushika vema kunako masafa ya FM kwenye mita bendi 33.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Uvira. Asilimia kubwa zaidi ya askari wa AFC 23 wamesadikika kuondoka kabisa katika mji jirani wa Uvira. Hivyo ni katika ule mpango wa kuheshimu mkataba wa makubaliano uliosainiwa mjini Washington. Raia wa mji huo wataja kushuhudia kuona vile wengi wao wameondoka. Taarifa tunazo ni kwamba ni tangu siku ya 3 usiku ndipo AFC 23 ilianza kujiondoa kwa wingi ndani ya mji huo baada ya oda ya Marekani. Siku ya 4 raia wameona mabadiliko makubwa, kama anavyoeleza hapa raia mmoja wa mji wa Uvira tuliojana naye kwenye line ya simu. Kiukweli kabisa sisi wakaaji wa Uvira tuliona kwamba hesabu ya majeshi wa M23 imepunguka, kwa sababu wamoja walienda Bukavu, Muplene na wengine walipanda vilimani, lakini Uvira kungaliki presence ya mapolisi wa M23 ndio wenyewe wanaonekana muvile ya Uvira na majeshi wa moja. Ijulikani pia kwamba kuna wale wajeshi wa M23 ambao wanavala manguo za kiraia na wanakimbia. Tunawajua kwa kuwa tumekuwa tukiwaidentifikia sana, tukawaona kwenye macho, ndio maana tumewatambua. Hiyo ndio hali kabisa ya majeshi wa M23 ndani ya vile ya Uvira, lakini wamepunguka sana tena sana.
hata kwenye mapozisio mbalimbali ambapo walikuwa wakipatikana, hesabu yao ni ndogo zaidi. Kabisa ni mwanzo wa kutoka, kwa sababu majeshi wengi walielekea Mpleni wakipanda ndani ya magari, na wengine wanaenda kwenye miguu, lakini wameenda Mpleni, na wengine wamepanda kwenye milima. Wamepunguka na wametuka kabisa ndani ya vile ya Uvira. Ni mwanzo wao kutoka. Aiza, kuhusu suala la kufahamu ni wapi vikosi hivyo vya AFC M23 vitasimamia baada ya kujiondoa mjini Uvira, duru yetu imeonyesha kuwa ni vigumu kufahamu swala hilo hasa pale ambapo hawakuongea na mtu yeyote kabla ya kuondoka. Ukweli wa kuongea na raia hata kitu kimoja. Hakukua misingi, hakukuwa nini. Mzelatu ya reunion ambayo imekuwa kwenye meri ya wa chef de quartier, reunion ya siku ya kwanza. Nunga ile reunion hakuna kimoja nacho kimekuwa pale. Na sisi tunazisikia na wametuambia kwamba wazalendo na majeshi ya FARDC wako hapa tu karibuni kwenye makobola ya Uvira. Hapa tu karibuni. Wakija karibu sana, hapa ni nyumbani na wao ndio viongozi wa hapa. Kwa vizuri sisi kwetu, unajua tumekuwa tumetawaliwa na M23 na wametoka. Wao ndio viongozi wetu, wao wazalendo na FARDC. Wakuja watuongoze, tuone kwamba makazi inaweza kuwa ikarudia vizuri. Sababu soko zinalema, agence ya kwenda Bukavu zinapanda kwa bei ya 13,000 na zingine 25,000. Make ipo, ila tu frontiere ifunguliwi na administration ya leta itumiki. Hiyo ndio vitu tuko nazo. Kwenye frontiere hakuna majeshi, tuko tu wale wa polisi. Tayari kwa leo walikuwa tu watatu tu walikuwa pale. Kwenye rompo ya Kavi kulikuwa hakuna. Basi watu wangaliki na bogaboga, kila mtu ashinda nyumbani na kisha hakuna makazi ya serikali, ndio hayo hayo. Ni wiki sasa na siku moja watu wako mtimiditie kabambi. Tuskozi ya kabambi jua anaishi vibaya na watu hawaelewi tunaenda wapi, tuko mnini. Watu hawaelewi, kuna mitingi, kuna nini, kibali na wao kuondoka. Ndio maana uoga huko kabambi, na watu wote warudi nyumbani kumwisho vraiment ni 20h. Kila mtu wake anaikana watoto speaker story na mashauri na kuamka mpaka saa 2 saa 1 na nusu. Kwenye habari ya kitaifa, msikizaji, Wizara ya Afya ya Umma, Usafi na Ustawi wa Jamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani OMS kwa msaada wa ubalozi wa Uingereza nchini Kongo imezindua awamu ya pili ya mradi wa msaada kwa kujibu dharura ya kiafya nchini humo. Undani wa taarifa hii na mpisha safari Alimasidilwe. Naam. Mradi huu unalenga kuimarisha uimara wa mfumo wa afya kwa njia ya mwitikio pamoja na ulioratibiwa. Umefadhiliwa na serikali ya Uingereza kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, Jumuiya ya Madola na Maendeleo kwa kiasi cha paundi milioni 5.5 sawa na takriban dola milioni 5.9 za Kimarekani. Mradi huu unatekelezwa katika sekta muhimu kama vile kuimarisha uwezo wa ndani, kuboresha uwezo wa uchunguzi, ufuatiliaji na uchambuzi wa takwimu za milipuko, ushirikishwaji wa jamii, uratibu wa sekta mbalimbali na kuimarisha mfumo wa afya kwa njia endelevu. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Afya ya Umma Ronje Kamba alikumbusha kuhusu changamoto ngumu za kiafya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisema haya: DRC imekuwa ikikumbwa na migogoro mikubwa ya kiafya kwa miaka kadhaa sasa, ikiwemo milipuko ya magonjwa kama Ebola, Mpox, kipindupindu na surua, sambamba na milipuko ya mara kwa mara ya polio na homa ya manjano. Katika muktadha mgumu wa kibinadamu, tangu Desemba 2022 nchi yetu imeripoti zaidi ya visa 27,000 vya Mpox na zaidi ya visa 42,000 vya kipindupindu ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 6,100. Hesabu hizi zinakumbusha umuhimu wa maandalizi ya utayari ni muhimu kama vile majibu ya haraka, alisemayo waziri huyo. Kwa upande wake, balozi wa Uingereza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Alison King, amesisitiza tena dhamira ya nchi yake kuunga mkono juhudi za kiserikali za Kongo kukabiliana na dharura za kiafya. Awamu ya pili itaendelea kusaidia juhudi zinazoongozwa na serikali katika kupambana na Ebola, kipindupindu na Mpox, huku pia ikiwekeza katika miundombinu muhimu. Hii inajumuisha ujenzi wa vituo 3 vya marejeo ya magonjwa na maabara 3 katika majimbo yaliyo katika hatari kubwa. Uingereza inadhibitisha upya ahadi yake kwa ustawi wa watu wa Kongo kwa ajili ya kuokoa maisha na kuimarisha mfumo wa afya ili kutoa majibu bora kwa dharura zijazo, alisemayo balozi huyo. Kwa upande wake, mkuu wa ofisi
cha WHO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Riku Edouard Elovainho alikaribisha utekelezaji wa mradi huu kwa furaha. Kwa niaba ya WHO nashukuru serikali ya Uingereza na FCDO kwa kuendelea kuwa na imani nasi. Tunapongeza uongozi wa Wizara ya Afya ya Umma na washirika wote. Tunafurahia kufanya kazi kwa pamoja ili kutafsiri mradi huu kuwa matokeo halisi kwa vitendo kwa ajili ya mfumo wa afya imara zaidi kwa wote, alisema. Katika muktadha wa mradi huu, waziri wa afya pia alikabidhi vifaa mbalimbali ikiwemo kompyuta 85 za HP, tableti 442 za Samsung, betri za akiba ya powerbanks 447, chaja za simu 19 na projekta moja. Hamu hii ya pili itatekelezwa katika mikoa kadhaa ikiwemo Equateur, Chopo, Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini, Tanganyika, Kasai, Maindombe, Sankuru pamoja na Kinshasa. Mradi unalenga kufikia takribani walengo wa moja kwa moja milioni 1.2 na walengo wasio moja kwa moja milioni 4.8 kwa kipindi cha Septemba 2025 hadi Machi 2026. Kwa ukumbusha, awamu ya kwanza ya mradi wa msaada wa kukabiliana na dharura za kiafya nchini DRC ulioanzishwa mwaka 2024 ulisaidia kuimarisha mapambano dhidi ya milipuko ya mpox na kipindupindu. Ni hayo ndio ambayo tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Mpenzi msikilizaji, ni hadi hapo ndipo naenda kutamatisha kabisa uchambuzi huu wa habari. Ni kushukuru sana wewe ambaye uliambatana nami mwanzo hadi tamati. Nishukuru pia wenzangu wote ambao walienda kunisaidia kuandaa uchambuzi huu wa habari. Nilikuletea uchambuzi wa habari ni Isaac Mulucha Ashibe. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza katika uchambuzi wa habari nasema asante. Asalamu alaykum.